ya Isa ambaye wanamuita wanaswara au wakristo Yesu sio muabudu wa haki, sio muabudu wa haki, bali ndani ya Qur'ani kwa wale wanaosema kwamba labda ni mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu. Isa tukubaliana kwamba alizaliwa na nani? Na Maryam bintu Imran alayha salam. Wanamuita Maria kama sijakosea wanavyoongea. Kama Isa ni mtoto wa Mungu, kama ni hivyo, huyu Maryam atamhitaji Isa mwanangu wa Mungu au mtoto wa Mungu? Akimuita mwanangu tayari ashamdogesha. Mtoto wa Mungu huwezi kumuita mwanangu. Akimuita mtoto wa Mungu, iweje azae mtoto wa Mungu na yeye ni mwanadamu? Vipi yani? Kulitokea nini mpaka Mungu akapata mtoto kupitia kiumbe aliyemuumba ambaye nani? Maryam. Kwa nini iwe hivyo? Alafu jambo jingine pia, Isa au Yesu aliuawa kwa wanavyoitakidi wao, Tuenda na itikadi yao. Sisi Qur'ani imethibitisha kwamba hajauawa, ila tukienda na itikadi yao kwamba Isa kauawa, tukisema kwamba kauawa, waliomuua ni kina nani? Ni miungu zaidi yake au ni viumbe vyake? Na bila shaka ni viumbe vyake. Swali, Mungu gani ambaye kashindwa kuwazuia viumbe vyake wasimdhuru mpaka wakamsulubu kwenye msalaba? Ilikuwaje mpaka ikafikia hali hii? Yani kwa nini iwe hivi? Alafu pia kama alikuwa na uwezo, kwa nini alikuwa anakimbia? Sababu ukisoma unaona historia kwamba alikuwa anakimbia. Sasa kwa nini alikuwa anakimbia? Jambo jingine pia, kilichomfanya yeye auawe nini? Aliwakosea nini viumbe vyake? Hao binadamu ambao yeye ndo kawaumba kama mtoto wa Mungu ambaye anakaa niaba ya Mungu duniani, kwa wanavyoongea wa Kristo. Kwa nini iwe hivyo? Ilipelekea nini mpaka wao wakamuua? Alafu alipouawa, wakati yeye yupo, wanavyosema kwa wale wanaoitakidi kama ni mtoto wa Mungu, kwa maana yupo mwingine ambaye ni Mungu ila huyu ni mtoto, anasimamia majukumu niaba ya huyo Mungu mwenyewe. Alipofariki Yesu, ulimwengu nani ambaye alikuwa anasimamia? Kiwa mtoto wa Mungu ashafariki, Mungu kauawa. Alafu pia kifo ni kiumbe, si kiumbe? Kiumbe. Isa au Yesu yeye ni Mungu, kwa hiyo aliuliwa na kudhuriwa na alichokiumba. Nini yani? Hivi Wakristo walishakukaa wakajiuliza maswali gani? Jingine pia, swali jingine la msingi tu, twauhitaji ule ubao ambao kwao ndio alisulubiwa Yesu ambaye ni mtoto wa Mungu ama Mungu. Watu waelezea tu kama ni mtoto wa Mungu, tutakuja kama ni Mungu mwenyewe. Tuanza mtoto. Ule ubao ambao ndio ulikuwa ni kitundikio cha mwili wake mtoto wa Mungu. Ule ubao ilikuwaje kuwaje, au tuuhitaje ubao huo? Kwanza utakuwa na utukufu kwa sababu juu katundikwa mtoto wa Mungu, au utakuwa una dhambi? Kama una utukufu, jambo la kumuua Mungu au mtoto wa Mungu ni la kheri. Kama ni makosa, yeye si ndio tayari kama mtoto wa Mungu duniani alipangilia jambo la kupatikana mti ambao ndio umetoa mbao? Ilikuwaje hii mbao ikaja ikamdhuru yeye? Na jambo jingine pia la kujiuliza, Yesu alikufa
kwa ajili ya madhambi yetu sisi, kutuokoa sisi na madhambi, si ndio hivyo? Yesu alikufa kwa ajili ya kutuokoa sisi na nini? Dhambi. Twafahamu kwamba aliyekuwa kaokoka, kama wanavyosema wao kwamba Kristo ameokoka, kaokoka. Kwa sisi ambao sio wa Kristo, kwa itikadi ya wao sisi hatujaokoka. Sasa kama wao kwanza kule kuwa Mkristo tu, au ule Ukristo wako tu umeokoa la mwanzo, alafu ilipelekea nini mpaka Yesu afe kwa ajili ya kufutiwa wao dhambi ili uokoke, na Ukristo wenyewe tayari ni tiketi ya kuokoka? Ni kwa nini yani? Jambo jingine kuhusu jambo la kufa Yesu kwa niaba ya dhambi zetu sisi. Kwa nini endapo utafanya kosa kanisani, padri ama pasta anakuandikia dhambi pengine za wiki, za mwezi? Dhambi zipi ambazo Yesu alikufa ili wewe ufutiwe, na hizi anazokuandikia padri nazo ni zipi hizi au nyingine? Alafu tukitoka hapo, itikadi hii ya kwamba ni mtoto wa Mungu, unapokuwa na haja na mzazi, ni aula kumfata mzazi mwenyewe ama kumfata mtoto? Mzazi. Mkristo anaitakidi kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu, akitaka kumuomba Mungu anakwenda direct kwa mtoto ambaye ni Yesu, au anakwenda kwa Mungu ambaye upo juu? Hiyo. B, ikiwa anakwenda kwa mtoto, kuna thamani gani ya huyu mkubwa aliyekuwa juu mpaka akamwacha akaanza na mtoto? Na ajulikana kwamba ufalme wa milele kama wanavyosema wao, na ufalme wa kudumu hauna wasita, kama ilivyokuwa sisi ambapo tukimwomba Allah hatuweki wasita wote. Kwa nini mtoto awe ni wasita baina yake yeye na baba yake? Na hapo tumesema kama tunaongea kwa mujibu wa itikadi za wao. Jambo jingine pia, na ikiwa utamuelekea baba moja kwa moja, kuna faida gani ya mtoto kuja duniani kama Mungu? Kuna faida gani yani? Si unamuelekea baba moja kwa moja? Sasa huyu ni mtoto wa Mungu, kazi yake nini? Kama alikuja kuwasimamia viumbe, walimshinda hao viumbe mpaka akawakimbia huku wanataka wamuue? Walishindwana naye ama vipi yani? Na ikiwa yeye kashindwa kuwazuia aliyoomba yeye au baba yake, kuna faida gani ya uungu kwake? Ima yeye ndio kaumba au huyo baba yake? Sasa kuna faida gani ya uungu kwake kama kashindwa kuwazuia wale ambao hawa wapo chini ya baba yake au wapo chini yake? Sisi tunafahamiana ya maswali. Na pia vile vile yani maswali tu baadhi kuhusu kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu. Tukija kwamba yeye ni Mungu mwenyewe, kuna swali moja mama sana. Wao wanaitakidi kwamba kafa hivi, gari dereva akitoka kwenye hiyo gari inaenda gari, na kama itaenda itaweza kukunja kweli ikaenda hivi mpaka ikapaki kwenye parking hivi? Inawezekana? Haiwezekani. Kwa alipofariki Mungu, ulimwengu sasa waendeshwa na nani? Au aliuseti tayari ikawa anajiendesha yenyewe ama vipi? Alafu pia jambo jingine, kama yeye ni Mungu na tunajua kwamba alizaliwa na Maryam, kabla ya Maryam kumzaa nani alikuwa niaba yake? Si mnanifahamu? Yeye kazaliwa, kabla ya kuzaliwa yeye nani alikuwa Mungu?
Yani kuna maswali ambayo haya maswali yapo mengi, lakini haya machache ambayo nimeuliza ukitasawar, na kama utavuta picha kwenye akili yako iliyokuwa ni ya kiinsaf, huwezi kukubali kuwa Mkristo, huwezi kukubali kuwa Mkristo. Na jambo jingine, kama yeye ni Mungu au ni mtoto wa Mungu, ili swali linahusu vipengele vyote viwili. Kwa nini Biblia imeandika kwamba alikuwa kuna siku anaenda kuabudu? Anamwabudia nani yani yeye? Tukija kwenye kuwa yeye ni Mungu mwenyewe, alikuwa anakwenda kumwabudia nani? Ni mtoto wa Mungu. Hivi mtoto wa bosi anakuwa hayupo kwenye level ya ule uVIP kwamba haminyani na kazi? Sipo hivi. Hata kama kutakuwa kuna kazi nyumbani na kuna wafanya kazi, huyu ni mtoto wa bosi, humfanyishi kazi. Kwa hiyo kama yeye ni mtoto wa Mungu, wale walioumbwa na baba yake wale ndio ambao wanapaswa kumwabudia huyo baba yake, so yeye anamwabudu kwa vipi na hali ya kuwa naye pia ana uungu? Kwa nini yani iwe hivyo? Na bali pia tukienda kwa mrengo huo na tukinukuu tu sehemu ndogo ndani ya Qur'ani, Allah kaelezea jambo la kuulizwa Isa Yesu ndani ya Qur'ani hivi kwamba anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, wewe ndio uliwaambia watu wewe nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni waabudu wawili kinyume na Allah. Ataulizwa ili swali, wanasema ulama, au washaulizwa? Wapo waliosema kama ataulizwa siku ya kiyama au tayari ameshaulizwa, lakini arrajih inakuwa ni aula zaidi kufasiri kwamba ni siku ya kiyama. Hapa atakana qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, kisha akasema in kuntu qultuhu faqad alimta, in kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nilisema hilo Allah ushajua wewe tayari. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, unayajua yale yaliyokuwa kwenye nafsi yangu na wala siyajua yaliyokuwa kwenye nafsi yako wewe Allah, sijui yani, sifahamu hayo. Kisha hapo hakusema kwamba kwa sababu mimi ni mtoto wa Mungu nitawaombea hao, na wala hakusema kwa sababu mimi ni Mungu hawatoadhibiwa. Akasema in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, hakusema fa innahum ibaduna au ibadi, kwamba hao ni waja wetu au waja wangu, kusema hivyo. Hiyo yaonesha wazi kuhusu batili wa haya tunayoongea. Pia vile vile kabla ya kuja Ukristo, sababu una mwaka ambao ulianzishwa Ukristo, kabla ya hapo alikuwa anayeabudiwa ni nani? Kabla ya hapo, na huyo aliyekuwa anaabudiwa kama ndiyo huyo baba, ilimpelekea nini mpaka alete mtoto wake duniani? Yani itakuwaje? Yani ni vipi yani? Na kama alikufa kweli kwa ajili ya dhambi zetu sisi, yani kwa nini sasa watu wake walitaka kumuua? Kwa nini yani? Na sio kama labda tukihukumia hivyo wanavyosema wao kwamba aliuliwa au alikufa kwa dhambi zetu sisi, tuhukumie hivyo. Tukihukumia hivyo tupata swali jingine, mbona alikuwa anakimbia? Kwa maana ilikuwa anataka kufa kwa dhambi zetu ila hataki, alikuwa hana maamuzi ya msimamo, akawa anakimbia hivi kidogo, hawa wasiniue nikimbie. Aliuawa kwa ajili ya dhambi zetu au alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Aliuawa kwa ajili ya dhambi zetu. Hawa waliomuua kwa nini wamuue na yeye ni mtoto wa Mungu? Na kama walimuua mtoto wa Mungu,
Vipi mtazamo wa Mungu mwenyewe kwa hawa waliomuua mtoto Mungu? Kama mzazi, yani wewe mfano mtu kakuulia mtoto wako, unamtazamaje? Mtazamaji yani unakuwa na maswali mengi ambayo unakuta kwamba yani kwa nini yani mtu labda hafungui akili akabaini ubatili wa dini isiyokuwa ya Kiislamu? Kwa nini yani? Kwa nini? Na maswali mengine mengi ambayo yanakuja katika kipengele hiki. Lakini yote haya huwezi kujibu, au ukijibu kunatokea swali jingine ambalo halijibiki. Ima huwezi, au ukijibu tayari unajiingiza kwenye shimo zaidi, inabakia tu kuzibe na fusi la mchanga kutoki tena hapo, inakuwa hivyo. Kwa hiyo yote hayo ni kuwanasihi tu wasiokuwa Waislamu wajue kwamba waliokuwa nao haki. Uislamu ndio dini ya haki, inna dina inda Allahi alislam. Bali hiyo Biblia pia haijasema kwamba Ukristo ni dini, haijasema hivyo Kristo kwamba ni dini, na bali pia haijataja kwamba dini ambayo hii ndiyo ya haki, kwamba hii ni dini yenyewe ya haki ni Ukristo. Hakuna ilo andiko, bali katika mambo ambayo ni ya kuonesha kwamba kuna ubatili mwingi. Swali jingine pia, ile Biblia ni kitabu cha nani? Ni kitabu cha nani? Kwa mujibu wa itikadi yao ni kitabu cha nani? Cha Isa. Yeye kapewa au yeye ndio kwa wao? Hapa tusaidiane, yeye kapewa au yeye ndio kawapa wao? Wakristo wamepewa kitabu na Isa au Isa akapewa? Wanaitakidi vipi hapo? Lakini popote atakavyoitakidi, kama kapewa, kuna swali. Kama kapewa yeye, je, kweli kulikuwa na itikadi ya utatu kwenye Injili ambayo alipewa yeye? Haikuwepo itikadi ya utatu, haikuwepo. Swali jingine, yeye akawapa wao, kilichowapelekea wabadilishe waweke agano jipya na la kale nini? Na si cha kwao kitabu, wamepewa tu. Kwa nini kuwe na agano jipya na la kale? Kwa nini? Alafu kama ni dini ya haki, hivi dini inabadilika kwa sababu ya kubadilika watu? Inabadilika? Jawabu la hapana. Kuna mengi sana, bali wewe kaa jiulize tu ni mambo mangapi ambayo yanafanywa kwa hamasa za viongozi wa makanisa, mapadri. Unafanya hivyo sio kama labda kwenye Biblia yapo mengi tu ambao wanafanya hivyo, bali hebu wewe tazama namna Uislamu ulivyotufundisha kila kitu. Utahitajia nini kwenye Uislamu usikipate katika mafunzo? Hamna. Bali kuna moja kati ya Myahudi alimfuata Umar akamwambia, ayatun fi kitabikum law alaina ma'ashira alyahudi nazalat latakhadhna yawma nuzulihi idan. Kuna aya kwenye kitabu chenu, lau kama ingelikuwa imeteremka kwetu hii, tungeliifanya ile siku ya kuteremka kwake ni siku ya Idi. Umar akamuuliza aya gani? Akamwambia bwana, ani ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tayari mmeshaambiwa kabisa ni hamna tena kosa kwenye dini, mpo kamili. Lakini wewe tazama tu, hivi kwenye Biblia kuna andiko lililoonesha utafauti wa madhahibu zao, wale tabaka zao? Yapo wapi? Hamna. Kwenye Biblia hivi kuna maelekezo kuhusu ahkamu za hedhi? Zipo? Hamna. Kwenye Biblia kuna ahkamu kuhusu eda, talaka? Hamna. Sasa yote hayana mafundisho, kwa unaangalia kuwa ni vitu vya msingi sana. Atilia mbali sikusema kwamba sisi tumefundishwa mpaka adabu za chooni. Sisi tumefundishwa mpaka namna ya kwenda chooni, uendeje vile, lakini wao hawana hayo. Sasa ima aya tuliyotaja haya wanafanya kwa akili zao au wanaiga Waislamu?